upako wa kimaandalizi hukukutanisha na kizuizi ambacho Mungu ameandaa kwa ajili ya kesho yako. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa nini tunasema upako wa kimaandalizi hukukutanisha na kizuizi ambacho Mungu ameandaa kwa ajili ya kesho yako? Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana nasema hivi, aisi asubuhi, mtumishi wa Mungu asubuhi haleluya, amenena vitu fulani fulani, lakini nataka kusema hivi, upako wa kimaandalizi ukiwa ndani ya nafsi yako, ikiwa ndani ya mwili wako, ikiwa ndani ya roho yako, lazima uwe na upako wa kimaandalizi. Tunasema upako wa kimaandalizi kwa namna gani? Ni ile hali ya utumishi, ni ile hali ya uwito. Lazima uwe na upako wa kimaandalizi. Huo upako wa kimaandalizi umeandaliwa na nani? Upako wa kimaandalizi unaandaliwa na Mungu mwenyewe. Haleluya, watu wa Mungu. Upako wa kimaandalizi unaandaliwa na Mungu mwenyewe, lakini kuukamilisha ni mimi na wewe. Na kwa nini kutakuwa kuna kizuizi? Si kwamba kizuizi atakileta mtu mwingine, ni Mungu mwenyewe ataleta. Tumeona mifano mingi sana, yaani nitafanya kama kufanya summary kwa sababu tushapitia kwamba unaweza ukawa na kizuizi cha kufikia kesho yako, lakini Mungu anaijua hatima yako vizuri sana, lakini akakuwekea mipaka mpaka hakikishe kwamba unasema ndio, niko pamoja na wewe, haijalishi tunapitia nini, lakini niko pamoja na wewe. Huo ndio upako wa kimaandalizi. Maana yake utakapovuka pale, huo ni upako wa ushindi ambao utakuwa hauna kizuizi tena. Ni maana yake umeandaliwa, umefinyangwa vizuri, umepita kwenye majaribu kadhaa, lakini bado ukasema Yesu ni Mungu, Yesu anaweza yote. Yesu, kupita kote kwangu ukasema Yesu, wewe ndio umeruhusu haya, bado nakutegemea wewe. Yesu, haya ndio umeruhusu yaje kwangu, bado nitalitaja jina lako. Asubuhi nitakuita, mchana nitakuita, jioni nitakuita, usiku nitakuita, kwa sababu umeruhusu nipitie hapa, ili upako wako ukamilike kwangu, ili jina lako litukuzwe vizazi na vizazi. Daudi aliandawa kwa upako wa kimataifa. Haleluya. Lakini Daudi aliwekewa kizuizi kimoja. Ni kwa nini asizaliwe tu na kuenda kuwa mfalme wa vitu fulani fulani? Haleluya, watu wa Mungu. Daudi aliandaliwa toka tumboni mwa mamake, lakini kutoka tumboni mwa mamake alitambuliwa. Lakini nataka nikwambie hivi, ule upako wa kimaandalizi ulikuwa ukimwandaa Daudi kuwa mfalme, kuwa mkuu wa mataifa na mataifa. Ndiyo maana aliwekwa kwenye sekta moja tu ya kuchunga kondoo. Alikuwa bado anafanyiwa maandalizi. Haleluya, watu wa Mungu. Alikuwa anafanyiwa maandalizi. Si kwamba Mungu alikuwa hamuoni, hapana. Si kwamba wakati huo alikuwa hafai kuwa mteule wa Mungu ambaye leo tunasema habari njema zake, hapana. Ilitakiwa tuanzie hapo kwamba Daudi aliteuliwa kutoka kwenye sekta moja tu ya uchungaji kondoo, kumbe alikuwa anamjua huko aliko. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Upako wa kimaandalizi yawezekana unapita leo, lakini ukasema yeye, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hapana, hajawahi kumwacha mtu wake, hajawahi kumwacha aliyemwita kwa jina lake, hajawahi kukuacha hata siku moja. Jua kwamba anakuandaa. Kesho yako ni kubwa kuliko kizuizi kilichopo leo. Amini, mtu wa Mungu.
kwamba kesho yako ni kubwa kuliko kizuizi ambacho kimezuia kufikia hatima yako. Yawezekana leo ungekuwa mtu fulani. Hapana, usikate tamaa. Mungu anakuandalia kesho iliyo ya bora sana. Yawezekana leo ungeitwa mtu fulani. Hapana, Mungu anakuandalia kesho iliyo nzuri zaidi. Yawezekana ungekuwa na jina fulani. Hapana, Mungu anakuandalia jina ambalo lipitalo majina unayoyafikiria leo, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mkuu. Mungu wetu ni Mungu wa hatima ambazo hazifikiriki. Ni namna fulani tu ya kugeuka na kusikia nini anasema. Haleluya, watu wa Mungu. Lazima tufanye maandalizi. Lazima tuwe na maandalizi ya kutosha, ili hata kama utakapokuja kujua kwamba leo yangu ni hii, uitumikie vyema. Tunamwona Daudi alivyotoka kwenye sekta ile na kwenda tena sehemu nyingine, section nyingine, alitumikia vyema. Mimi na wewe yatupasa kujiandaa kwa ajili ya kutumikia vyema pale tutakapowekwa kwenye fungu letu. Usije kukata tamaa. Umeomba sana, umeria sana, ukasema Mungu akusikia. Hapana, anakufanyia maandalizi. Tunaweza tukasoma kitabu cha Misali 23 na mlango wa 7. Tusome Misali 23 na mlango wa 7. Naomba aliyepata anisomee Misali 23 mlango wa 7 mstari moja tu. Aliyepata naomba anisomee. Misali 23 mlango wa 7. Maandiko yanasema, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Akwambia haya kula, haya kula kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Haleluya. Jinsi uonavyo nafsini mwako ndivyo ulivyo. Upako wa kimaandalizi utakufanya kuona nafsini mwako ni namna gani Mungu anakufinyanga, ni namna gani nitaambiwa nifanye hivi na Mungu na mimi nitatii, ni namna gani atajaribu kuniongoza kwa namna fulani fulani. Huo ni upako wa kimaandalizi. Unaanza kuona wapi? Ni nafsini mwako. Utaanza kuona wapi? Nafsi, sio macho haya. Nafsi yako itaanza kuona nafsi yako. Nafsi inakufanya kuongoza vyote unavyovifanya sasa. Ukijiona we ni mdogo, kila siku utakuwa mdogo. Ukijiona we ni mtu fulani ya kwamba hatima yangu, kesho yangu sivyo unionavyo leo, ndivyo itakavyokuwa, kwa sababu nafsi yako inakiri. Nafsi yako inakiri ushindi. Nafsi yako inakiri mafanikio makubwa, na wala haikiri kushindwa. Ukikiri kushindwa utakuwa wa chini tu. Ukikiri kushindwa, hakika tutakuona miaka nenda rudi ni yule yule. Mungu anasubiri kukiri kwako. Yesu anasubiri unakiri nini. Kukiri kwako kuna kufanya kuonekana muonekano fulani. Ukikiri udhaifu, wewe utakuwa mdhaifu. Ukikiri ushindi, wewe utakuwa mshindi. Ukikiri mimi nitakuwa mfanya biashara mkubwa, ndivyo itakavyokuwa.
Maana Mungu anatuambia aombaye hupewa. Nafsi yako inakiri nini? Haleluya, watu wa Mungu. Nafsi yako inakiri nini? Hebu jaribu kuuliza moyo kwamba nafsi yangu inakiri nini? Inafikiri nini zaidi? Maisha yangu ya siku zote unakiri nini? Je, unakiri kuchoka? Unakiri kulialia? Hapana. Mwambie Mungu, ni wakati mwingine tena. Nakiri ushindi. Kiri kushinda. Usikiri udhaifu. Utakayokiri ndiyo yatakayokutokea. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Ukikiri ushindi, hakika ushindi utaambatana na wewe. Hakuna aliyekiri ushindi akabaki pale pale. Kama wewe unamtegemea Mungu, hakuna mtoto wa Mungu aliyekiri ushindi akabaki kwenye hatua ile ile. Hapana. Ukiona umebaki pale pale, jaribu kujiuliza, jaribu kutafakari, jaribu kufanya maswali, jaribu kufanya mahojiano na Mungu. Mimi nakukiri wewe, ni kwa nini sijaweza kutoka mahali hapa? Mimi nalitaja jina lako, kwa nini hujaweza kunitoa mahali hapa na kunipeleka sehemu nyingine? Si umesema tukutegemee wewe? Umesema tukuombe wewe? Umesema tukuite wewe? Mimi nakuita. Kwa nini hujanitoa mahali hapa? Kama unakiri ushindi na matokeo upate, jaribu kumuuliza Mungu. Jaribu kufanya mahojiano na Mungu. Mimi nampenda sana Daudi. Huwa najifunza vingi. Na siku zote huwa natamani kwamba upako wa Daudi uambatane nami. Ukisoma Zaburi kwa haraka haraka huwezi kuelewa Daudi alikuwa anazungumza kwa namna gani na Mungu. Daudi kuna wakati alikuwa anazungumza na Mungu ana kwa ana, wanafanya mahojiano kama mimi na wewe leo. Je, hiyo nafasi unayo? Hiyo nafasi unayo kufanya mahojiano na Mungu? Au tumekuwa wakulia tu? Mimi nimeomba sana miaka mingi, Mungu hajawahi kunisikia. Hapana. Umepeleka hoja gani? Waga najiuliza, Daudi kwa nini alikuwa ni jasiri sana? Akimwambia 1 2 3 anarudi anamuuliza. Ndio. Na yeye anauliza. Ameambiwa lakini naye anaenda kuuliza. Mimi na wewe tunafanya mahojiano namna hiyo. Lazima nafsi yako kwanza ikiri, kwa sababu Daudi nafsi yake ilikuwa inakiri vitu fulani ambavyo si vya kitoto, ambazo si vya kidunia. Alikuwa naye Mungu, alikuwa na Mungu, alikuwa na roho. Sasa ile roho ilikuwa ikikiri Mungu zaidi. Sasa na alitamani sana kujifunza, kujua huyu ni Mungu wa namna gani, wewe ni mtu wa namna gani. Ukisema ndio, hapana awezaye kusema hapana. Alitamani upako wa Daudi. Ndio maana alikuwa anatamani kuhojiana, sio kutamani, na alifanya hivyo. Mchana wa leo, jaribu kufanya mahojiano na Mungu. Jaribu kufanya uhusiano wako uwe karibu na Mungu, na wala sio mtu, na wala sio mwanadamu. Mungu ametuambia hivi, mawazo yake yako juu zaidi. Maana yake mwanadamu unayemfuata kumpa mahojiano yako, kuna wakati mwingine yatafikia mwisho, lakini kumbe umemwacha ambaye anaiona kesho yako, anaiona hatima yake. Mwanadamu ukimfanya anaona leo tu, ila kesho yako haijui,
ila Mungu anaijua. Sekunde yako ijayo huijui, ila Mungu anajua. Jaribu kufanya mahojiano na Mungu sometimes. Haleluya, watu wa Mungu. Tujaribu kufanya mahojiano na Mungu, tuone atatujibu kwa namna gani. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Tujaribu kujifunza kumwendea Mungu kwa njia ambazo za ukaribu, za karibu kabisa. Ukifanya mahojiano na Mungu, hahitaji mtu tena kufikisha ujumbe kwako. Lakini ukinifuata mimi leo, nitakupa ya kwangu, nitakupa mawazo yangu. Inawezekana Mungu hakuwazii hayo. Sisemi kwamba usifuate washauri, hapana. Lakini kuna vitu ambavyo havihitaji mshauri. Mshauri ni Mungu peke yake. Mshauri wa ajabu ni Yesu Kristo. Mshauri ambaye hahitaji udaktari wa namna yoyote, hahitaji mwanasheria wa namna yoyote, hahitaji degree ya namna gani, hahitaji wala diploma. Ni Yesu peke yake. Ulishawahi kuona shule ya Yesu? Yesu ni mshauri wa ajabu mno. Yawezekana leo mwanadamu, mimi ukanifuata nikakushauri, lakini nafsi yako ikawa inasema hapana, umenijibu sivyo, ikabaki inanung'unika. Lakini ukimfuata mshauri wa ajabu ambaye ni Mungu Yesu Kristo, huyo akikujibu, akikupa ushauri, hakikisha kwamba hiyo hatima ambayo ulikuwa unateseka nayo imefika mwisho. Haleluya, watu wa Mungu. Ukimfuata huyo, anakupa majibu ambayo hayahitaji mshauri mwingine tena, kwa sababu yeye ni mshauri wa mwisho. Haleluya, watu wa Mungu. Tunamhitaji Kristo kwa ukaribu. Tunamhitaji Kristo kuwa rafiki. Tunamhitaji Kristo kuwa mshauri wa maisha yetu. Tunamhitaji Kristo kuwa mshauri wa namna fulani kwa ajili ya hatima. Haleluya, watu wa Mungu. Yawezekana hatima ulionayo leo haikutakiwa uwe pale. Ni kwa sababu tu umekosa mshauri wa kweli. Ni kwa sababu tu hujapata mshauri wa kukushauri na kupiga hatua kwa ajili ya kesho yako. Bado upo kwenye kizuizi. Fanya maandalizi yaliyo mazuri kwa ajili ya kufikia kesho yako. Fanya kuzungumza na moyo wako. Fanya kuzungumza na akili yako na moyo wako kwamba ni nini kilichonizuia, ni nini kinachonifanya nisifikie kesho yangu. Ni kweli tunaona watumishi wengine walijibiwa baada ya miaka kadhaa, lakini hawakukata tamaa. Mteule wa leo, fikiria unapitia miaka 10, miaka 5, hakika utamwamini Mungu? Si utasema hapa Mungu hayupo? Hapana. Ni kufanya maandalizi yaliyo ya kweli. Ni kufanya maandalizi yaliyo ya kweli. Maandalizi ya kweli yanafanywa na Mungu mwenyewe, akikutamkia neno lake ni lililo hai. Neno ni pumzi ya Mungu mwenyewe. Akisema neno kwako, hakuna awezaye kupinga. Haleluya, watu wa Mungu. Naomba tusome Zaburi 89 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 89
mstari wa kwanza na wa pili. Naomba aliyepata nisomee Zaburi 89 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, fadhili za Bwana nitazimba milele, kwa kinywa changu nitavijulisha vizazi vyote uaminifu wako. Maana nimesema fadhili zitajengwa milele, katika mbingu utauthibitisha uaminifu wako. Haleluya. Amen. Huyo alikuwa ni Daudi. Haleluya, watu wa Mungu. Huyo alikuwa ni Daudi akizungumza. Anakiri ukuu wa Mungu, ya kwamba yeye milele na milele atasema wema wake Mungu maishani mwake, atazungumza ukuu wa Mungu. Huyo alikuwa ni Daudi. Haleluya, watu wa Mungu. Fadhili za Mungu ziambatane na wewe. Fadhili za Mungu ziambatane na wewe kwenye biashara yako. Fadhili za Mungu ziambatane na wewe kwenye uzao wako. Fadhili za Mungu ziambatane na wewe kwenye makazi yako. Fadhili za Mungu ziambatane nawe kwenye harakati za maisha yako. Ukiambatana na fadhili za Mungu, wewe hutochoka. Ukiambatana na fadhili za Mungu, wewe utakuwa mshindi. Haleluya, watu wa Mungu. Fadhili za Mungu hazijawahi kumtupa mtu. Naomba tusome Zaburi 89 mstari wa 3 na 4. Neno linasema, nimefanya agano na mteule wangu, nimemwapia Daudi mtumishi wangu, wazao wako nitawafanya imara milele, nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Amen. Ni kwa namna gani? Nilisema Daudi alikuwa anazungumza na Mungu. Ukisoma Zaburi 89 mstari wa kwanza hadi wa pili, alikuwa anazungumza ni Daudi. Wa 3 mpaka wa 4 alikuwa anazungumza ni Mungu mwenyewe. Haleluya, watu wa Mungu. Anamwahidi Daudi ni Mungu mwenyewe. Tafakari, mimi na wewe tukazungumza na Mungu, tutakuwa watu wa namna gani? Tutakuwa na hatima gani? Haleluya, watu wa Mungu. Tunamwona Daudi alipata kibali. Alikuwa na kibali. Si kibali tu, bali alikuwa na uwepo. Si uwepo tu, hekima alikuwa nayo. Si hekima tu, mwongozo alikuwa nao. Si mwongozo tu. Tujaribu kutafakari, tutazungumza na Mungu kwa njia ya namna gani? Au ndo tunasubiri kwamba kupeleka shida zetu kwa jirani? Hapana. Wakati mwingine mwite Mungu, mwambie Mungu, njoo tufanye mahojiano. Wakati huu sogea Mungu, tufanye mahojiano. Wakati huu ni wakati wa kufanya mahojiano. Geuka leo. Unaweza kusema kugeuka, badilika. Si kubadilika tu, fikiri. Hebu jaribu kufikiri. Ukifikiri sana utapata neno geuka. Ukipata neno geuka utapata neno badilika. Haleluya, watu wa Mungu. Tugeuke kwa namna gani? Kwa njia ya kuzungumza na Mungu, kwa namna ya kupata uwepo wa kuzungumza na Mungu, kwa namna ya kufanya mazungumzo na Mungu. Tusifanye tu mazungumzo ya karibu na marafiki na ndugu na jamaa. Fanya mazungumzo, fanya urafiki na Kristo mwenyewe. Ataondoa vilivyochosha nafsi yako. Atakupa mwisho wa hatima ya maswali ulionayo.
Haleluya, watu wa Mungu. Atakupa mwongozo ya kwamba fanya hivi 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 mwanangu. Atatupa dira iliyo nzuri zaidi kuliko tunavyofikiria sisi, kuliko tunavyowaza sisi. Naamini Mungu wetu ni Mungu wa makubwa. Naamini Mungu wetu mawazo yake yapo juu sana. Kwa hiyo tusiwe na mawazo ya kufikiri hapa na pale. Hapana, tumwachie Mungu, tumpe nafasi Mungu, tumpe nafasi ya ajabu ndani ya mioyo yetu, ili Mungu akaweze kufanya mambo yaliyo makuu zaidi, ili Mungu akaweze kubadilisha historia ya maisha yako, ili Mungu akaweze kubadilisha muonekano wako, ili Mungu akaweze kukubadilisha jinsi walivyofikiria wale, sivyo sasa Mungu anaenda kukufanyia. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Ni ile hali ya kugeuka na kufikiri na kutafakari na kumwambia Mungu, sasa nimefikiri sana, leo hii naita tu jina lako. Leo hii nasema wewe peke yako ndiye unaweza kufinyanga kizazi changu, kufinyanga uzao wangu, kufinyanga marafiki, kufinyanga kila aliyenizunguka. Kwa mimi peke yangu sitoweza, bali shuka wewe. Ukienda kwa akili zako utachoka. Utasema nimeenda sana, nimeshuhudia sana, lakini hapana, sijapata wa kuniunga mkono. Ni kwa sababu umeenda kwa mawazo yaliyo ya kwako, si mawazo ya Mungu. Hujazungumza na Mungu. Fanya mazungumzo na Mungu, uone ni namna gani anakuongoza, uone ni namna gani anakupa saini ya kwenda, kwa sababu Mungu akisha saini hakuna mwingine awezaye kuja kubadilisha saini yake. Haleluya, watu wa Mungu. Mungu akisha kufundisha, hapana mwalimu atakayetokea mwema zaidi ya jina lake yeye. Mfanye Kristo kuwa mwalimu. Mfanye Roho Mtakatifu kuwa fundisho, mwongozo wa kila hatua. Jaribu kugeuka na kufikiri. Jaribu kugeuka na kufikiri kwamba nipo kwenye hatua ya namna gani, nipo kwenye hatua ya namna ipi. Mungu, hebu nisaidie sasa. Nimegeuka, nimesikia habari zako muda mwingi sana, lakini kumbe yawezekana nilienda nje na taratibu zako, sikufanya mazungumzo na wewe kwanza. Sasa leo nimesikia habari zako ya kwamba ulikuwa unafanya mazungumzo na Daudi, na mimi nataka kufata nyenzo za Daudi ili nipate kuzungumza na wewe, na wala sihitaji tena mume wangu ili nipate mshauri. Hapana, na kusogeza karibu wewe uwe mshauri wangu, na kusogeza karibu wewe uwe mshauri wa familia yangu. Mwite Yesu, mwambie Yesu, karibu tena. Ni kwa sababu nimesikia habari zako, ni kwa sababu nimesikia tafakari zako ni kuu mno. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Jaribu leo mawazo yake waga nafikiri sana. Unaweza ukasema nimeomba sana, sijui Mungu ananiwazia nini. Hapana, Mungu hajawahi kukuwazia yaliyo mabaya. Mungu anakuwazia kile aitwapo leo mawazo yaliyo mazuri, mawazo yaliyo makuu, mawazo ya kwa ajili ya kukufikisha tu pale unapopataka, isipokuwa bado upo kwenye kizuizi. Mwambie Yesu, nimesikia habari zako, sitabaki tena kwenye kizuizi. Mwambie Yesu, nimesikia habari zako, hapata kuwa na kizuizi cha namna yoyote. Ni kwa sababu tu kumbe wewe unafanya mahojiano na upo karibu na mimi. Sasa hicho kizuizi kilinizuia kufika kwenye hatima ya biashara yangu, leo kimefika mwisho. Haleluya, watu wa Mungu.
Haleluya, watu wa Mungu. Tunaweza kufanya vikao vya namna fulani na fulani, bado visikusaidie. Jaribu kumsogeza Mungu awe karibu yako. Kila hatua unayopiga mwambie Yesu, hatua zangu ziongozwe nawe. Haleluya, watu wangu. Mwambie Mungu, usipoenda nami sitotoka mahali hapa. Tamani kuongozwa na Mungu. Tamani kutembea na nyayo za Mungu. Tamani kutembea ukiona uso wa Mungu. Tamani kutembea ukisikia nguvu kila pande, kila kona, ukisikia yes, mwanangu nipo na wewe. Haleluya, mtu wa Mungu. Itakuwa ni vizuri zaidi. Itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ambaye mwenye upendo. Ni Mungu ambaye anatupeleka mahali ambapo hatuwezi kufika kwa kuona kwetu, hatuwezi kufika kwa kufikiri kwetu, hatuwezi kufika kwa majadiliano yetu, hatuwezi kufika kwa vikundi fulani. Hawezi kunifikisha mtu fulani, hawezi kukufikisha fulani kwamba ninaye rafiki mwema anayenipenda, anayejitoa. Lakini ndugu yangu, nataka kukuambia kwamba rafiki huyo hawezi kukufikisha hatima ambayo Mungu amekuandalia. Rafiki uliye naye ni kwamba wakukufariji hapa tu, lakini hatima aliyoiandaa Mungu, hakikisha kwamba mpaka utakapoambatana naye ndipo atakapokufikisha. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Amini hivyo. Unaweza ukawa na rafiki mwema kabisa, kila unachosema anakupa, kila unachohitaji anakupatia, lakini kumbuka kwamba hivi ni hivyo unavyoviona, lakini yeye aonaye sirini bado anakuambia, bado hujaenda nami, bado umeniacha hatua moja. Jaribu kurudi, uone uso wangu. Unawaza nini juu yako? Uone uso wangu, unakufikiria nini? Ni kwa sababu tumeniacha hatua moja. Geuka usikie sauti yangu inasema nini juu ya kesho yako. Ni kwa sababu rafiki uliye naye ni leo tu. Awezaye kuhesabu nywele zako, awezaye kubadilisha nywele zako kutoka nyeusi na kuwa nyeupe ni Mungu peke yake. Huyo ndio Mungu wa maajabu yote unayohitaji leo. Tupo hapa kwa muda tu. Jaribu kufanya mahojiano na Mungu. Jaribu kufanya mazungumzo na Mungu. Jaribu kumfanya Mungu awe rafiki. Mungu awe ni rafiki wa kwanza. Hata mkeo, hata mumeo, hata mchumba wako hajui hatima yako. Hata unayesema huyu ni mtoto wa pekee, hapana. Ukilala haupo naye, lakini Mungu ndiye anayeweza kukuamsha. Hata kama ungekuwa na mwanaume ambaye unampenda sana, hata kama ungekuwa na mume ambaye unapendwa sana, wewe mama, unapendwa sana wewe dada, lakini Mungu akisema leo sikuamshi, hakika hautomwona tena. Yeye peke yake awezee kukuamsha, yeye peke yake awezee kukuonyesha kwamba leo nafika, kesho. Mtumainie huyo Mungu, mwamini huyo Mungu. Mwambie Mungu, naambatana na wewe. Mwambie Mungu, sitaacha hatua yako. Mwambie Mungu, sitatembea bila wewe. Mwambie Mungu, kila hatua nitakayopiga, wewe usiyelala, wewe usiyesinzia, na kuhitaji tena. Mchana wa leo jaribu kutafakari ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako, ndani ya ufinyanzi ambao unafanywa na mwili wako. Mwili wako unafanya nini? Unafinyanga nini kwa ajili ya utukufu wa Bwana? Mwili wako unafinyanga vitu gani kwa ajili ya kuja kutuonyesha kwamba huu ndio utukufu wa Bwana? Mwili wako unafinyanga vitu gani ili tuseme hakika huyu ni Daudi, hakika huyu tunajivunia, hakika huyu mama tunajivunia, kwa sababu aliyofinyanga ndani ya moyo wake leo tunayaona. Hakika huyu baba aliyofinyanga ndani ya nafsi yake leo tunayaona. Moyo wako, nafsi yako, akili yako, ufahamu wako unafikiri nini?
unakuja tu kwa sababu uonekane, unakuja tu kwa sababu unasali. Hapana, mwambie Mungu, nataka kufanya jambo jipya. Mwambie Mungu, nisiishie kuonekana tu, nataka na mimi nifanye jambo jipya, kama alivyofanya Daudi, kama alivyofanya mtumishi wako, kama alivyokuwa mtumishi wako mwema Daudi. Kafanya jambo jipya. Tafakari ndani ya nafsi yako, mwambie Mungu, nini ulichoniandalia? Nafinyanga nini ili siku moja nikiondoka hapa, wale wanaonifuata waseme, hakika tuliona utukufu kupitia yule mama, hakika tuliona utukufu kupitia yule kijana, hakika tuliona utukufu kupitia yule mzee. Nitaacha hatima gani? Nitaacha fundisho gani ambalo litakuja kufundisha vizazi na vizazi, ambalo litakuja kueleza kwamba ramani hii ndiye alipita hapa, ambayo itapaswa watoto wetu huku nyuma wapite na kujivunia sisi kama ambao tumewatengenezea njia. Je, mimi na wewe tumetengeneza njia ya namna gani? Tusifanye kuwa wasindikizaji, tuandae mioyo yetu, tufinyange vitu ambavyo tutajivunia sisi watu hapa duniani, tujivunie na wale wanaofuata waje kujivunia, waone utukufu, waone nguvu, waone ukuu wa Mungu, waone mambo ya kustaajabisha sana. Hakika waseme hao watu walistahili. Mimi na wewe tutafakari, mimi na wewe tujihoji, nini tutaacha? Alama gani tutaacha? Fundisho gani kwa wale wanaokuja, kwamba hapa alipita mtu mmoja, alifanya 1, 2, 3, yatupasa kuiga, yatupasa tufanye hivyo. Alifanya mazungumzo na Mungu, si Mungu tu, alifikisha habari njema. Si habari njema tu, watu walipata kumjua kupitia huyo. Haleluya, watu wa Mungu. Mtu mmoja akasema, usingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Baba yangu wa mbinguni, yanipasa nishukuru. Usingelikuwa ni wewe, nisingelipata wokovu. Hebu fikiria, asingekuwa Kristo leo ungekuwa wapi? Asingekuwa Mungu, ungekuwa ni mtu wa namna gani? Ungekuwa unaitwa nani? Ungekuwa unafikisha habari gani huko? Ungekuwa unawakilisha nini? Asingekuokoa huyu Kristo, yawezekana ungekuwa ni mtu wa nani? Jaribu kutafakari. Upendo wa Mungu ni wa ajabu sana. Upendo wa Kristo ni wa ajabu sana. Mimi na wewe hatujui. Asingetuita Kristo, yawezekana tungekuwa ni watu wa ajabu sana, lakini ni neema tu iliyoambatana na sisi. Si kwamba wewe ni mzuri sana, hapana. Si kwamba wewe unafaa sana, hapana. Ni neema yake, ni neema yake tu. Tamani hiyo neema isiishie kwako. Alivyopata habari njema Daudi, hazikuishia kwake, aliendelea kufanya mambo makuu sana. Haleluya, watu wa Mungu. Alivyovushwa Daudi hakuishia hapo, alifanya vitu vikuu sana. Tamani leo kama neema ya Mungu imekufikia wewe, upo mahali hapa, mwambie Yesu, hii neema ulionipa sio ya kwangu tu. Hii neema ulionipa hakika na wengine wakaipate. Hakika utukufu ulionipa leo, yawezekana mimi leo hii ningekuwa wapi? Je, yawezekana ningekuwa ni jambazi nikakatwa mguu, lakini leo umenifikisha mahali ambapo ni patakatifu, mahali ambapo penye furaha, mahali ambapo penye amani. Nikifika moyo wangu unakuwa na amani ipitayo amani yote hapa duniani. Haleluya, watu wa Mungu. Jaribu kumwambia Yesu,
Jaribu kuhojiana na Yesu, mwambie Yesu asante. Jaribu hata kushukuru tu kwa hivyo alivyokuweka, kwa hivyo alivyokufinyanga, kwa hayo aliyokutendea, kwa sababu usingefanyia wewe leo ungekuwa wapi? Ungekuwa ni wa mtu wa namna gani? Mama, yawezekana usingefanyiwa, ungekuwa na uzao wa namna gani? Usiona ajabu kuona mtoto wa mtu yupo kwa mtaani ukafurahi. Hapana. Wewe kama umepata uzao mwema, muombee na mwenzio. Omba neema ya Mungu itembee juu ya wengine. Omba upako usiishie kwako tu. Omba upako juu ya vizazi na vizazi, kwa sababu Mungu anaangalia, anaenda anabariki vizazi na vizazi. Je, ukiishia wewe, uzao unaofuata utaenda wapi? Hakikisha unamwambia Mungu, kizazi changu Mungu kiwe cha kuigwa. Hakikisha unamwambia Mungu, familia yangu iwe familia ya kuigwa, kama tunavyoiga kwa Daudi. Daudi alikuwa na wazazi walifinyanga vyema. Haleluya, watu wa Mungu. Isije ikaishia kwako tu, ukashangaa ukawa nasema, mbona mimi uzao wangu nilizaa vizuri na watoto wangu hapa, huyu mjukuu amepata wapi maadili kama? Hapana. Kuambatana na Mungu, kumwambia Mungu, simama vizazi na vizazi. Uliishia kwako, uliishia kwa vizazi. Je, vizazi vinavyokuja ulitamani kufinyanga nini ili vinavyokuja vipate ule utukufu? Asante. Natamani kuacha neno moja tu. Fikiri sana. Mawazo yako yakakupate kukubadilisha na kukuvusha. Mawazo yako yakakuvushe kufikia kesho yako. Mawazo yako yakakuvushe kupitia maisha unayoishi. Kufikiri kwako kukakuvushe kupitia pale unapofikiri. Kubadilika kwako kukakufikishe katika hatima ya kesho yako. Yes. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Kubadilika kwako kusiishie kubadilika. Tumwambie Mungu, nimebadilika ndio, na mimi nahitaji sasa uambatane na mimi. Mungu mwambie, ndio nimegeuka, lakini nisiishie kugeuka tu, nahitaji neema yako. Mwambie Mungu, ndio nimefikiri sana, sasa si wakati wa kufikiri peke yangu. Mwambie Yesu, ndio nimefikiri na kutazama, sasa ni wakati wa kuona. Haleluya, watu wa Mungu. Mwambie, nimefikiri na kutazama, lakini yote natazama, nisije kutazama tu, nione maajabu yako, nione utukufu wako. Maana unapotazama unatarajia kuona, maana unapoona unatarajia kwamba utapokea utukufu kupitia uonaji wako. Yes. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Asante sana. Mchana wa leo nitapenda kusema kwamba Yes, Lord. Mungu akalibariki neno yake. Amen. Alibariki na akalitunza kwa kila mmoja. Amen. Hakika Mungu, wewe ni Mungu wa ajabu. Yes. Hakika wewe ni Mungu ambaye ufanyie mambo makuu, yes, tusiyoweza kufikiri, ambaye hayana upana wala kimo. Lakini wewe Mungu nafanya, kwa kuwa wewe ni mtakatifu, kwa kuwa wewe ni Alfa, tena wewe ni mwanzo, hakika wewe ni mwisho, na tena umerudi kwetu. Tuseme nini Bwana? Bado utukufu kurudie wewe. Heshima na mamlaka narudisha kwako. Siguse hata tone la utukufu wako. Siguse hata nukta ya utukufu wako. Heshima na utukufu ni kwako. El Shaddai, nasema asante, maana wewe ni mtakatifu. Endelea kuonekana Bwana, endelea kutufinyanga Yesu. Nasema asante kwa ajili ya utukufu wako. Amen. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Haleluya. Ongeza tena makofi ya shangwe kwa Yesu Kristo. Ongeza makofi ya shangwe kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Haleluya. Makofi hayatoshi, ongeza tena. Haleluya. Hakika tunahitaji upako, ili upako wa kimaandalizi ili kutufikisha kwenye kusudi. Sema amen.
Naomba usimame kwa dakika chache tuombe. Naomba usimame kwa dakika chache tuweze kuomba. Haleluya. Ewe kama unahitaji upako wa kuweza kukufikisha kwenye kusudi, hebu simama kwa dakika chache tukaombe Mungu kwa dakika chache tu tukaombe. Haleluya. Sogea hapa mbele. Naomba tusogee hapa mbele. Naomba tusogee hapa mbele wote. Tusogee hapa mbele wote tuombe tu kwa dakika chache. Haleluya. Tusogee hapa mbele kwa dakika chache tu tukaombe pamoja, tukakiri maneno haya. Sogea tu hapa mbele tukakiri maneno haya. Hebu weka mikono yako kifuani. Mimi sijajuaga kama mtu amekuja kwenye ibada halafu anatoka nje anaanza kufikiri mambo mengine. Mimi najiuliza kama hujaja unakuja ibadani halafu naanza kufikiri mambo mengine, sijui kama umekuja ibadani kweli. Pengine labda umekuja kwa mambo yako mwenyewe, lakini kama umekuja kwa ajili ya Kristo, huwezi kufanya mambo ya kipumbavu kama hayo. Hayo ni mambo ambayo ya kufikirika, ni ya kijinga na mambo ambayo sio mazuri. Mtu unakuja ibadani, lazima ukae ibadani ili ukae utulie. Mungu anasema nini mpaka mwisho wa ibada. Haleluya. Na ndio maana watu wanatuchukiaga sisi wainjilisti. Tukiwaambia ukweli anachukia, ukimwambia ukweli anakasirika. Na ndio maana ukitaka kuwa mtu mtiifu na mtu ambaye usio wa kawaida, lazima umtii kwanza Mungu, halafu ndipo utamtii mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu weka mikono yako kifuani. Weka tu mikono yako kifuani. Tamka maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea kwako. Nimesikia neno lako mchana wa leo. Ninaomba Bwana, nipe neema na upako wako kwa jina la Yesu. Nipe na upako wako ili kufikia lile kusudi lako kwa jina la Yesu. Ulimwandaa Daudi kwa kusudi lako, uliwaandaa watumishi wengine kwa kusudi lako. Nami Bwana, nipe neema kwa jina la Yesu. Nipe upako Bwana wa kulifikia lile kusudi lako kwa jina la Yesu. Ni maombi yangu mchana wa leo ya kwamba Bwana utanipa upako kwa jina la Yesu. Niyafikie malengo, nilifikie kusudi lako kwa jina la Yesu Kristo. Hebu omba kwa dakika chache, mwambie Mungu nipe upako. Mwambie Mungu nipe upako wa kulifikia kusudi lako. Maana yake upako unahitaji maandalizi. Daudi akafanya maandalizi, na ndio maana pale akasema, fadhili zako nitazimba milele, kwa kinywa chako nitatangaza vizazi vyote uaminifu wako. Maana yake Mungu alimpatia neema, alimpatia upako. Na ndio maana Mungu anamwapia Daudi kwenye ile Zaburi 89 ule mstari wa pili na watatu. Mungu anamwapia Daudi, anasema hivi, endelea kuomba. Anasema hivi kwenye kitabu cha Zaburi 89 ule mstari wa tatu na wa nne. Mungu anamwapia Daudi, anasema nimefanya agano na mteule wangu, nimemwapia Daudi mtumishi wangu, wazao wake nitawafanya imara milele, nitakijenga kiti chako cha enzi hata milele. Mwambie Mungu, ninaomba neema yako, ninaomba upako wako wa kuweza kuyafikia yale yaliyo makubwa kwa jina la Yesu Kristo, na kuweza kulifikia lile kusudi lako. Bwana nipe neema, maana upako unakuja kwa maandalizi. Yesu nipe neema kwa jina la Yesu Kristo. Nipe neema Bwana kwa jina la Yesu. Nipe neema mfalme wa falme. Nipe neema Bwana Mungu wa majeshi. Nipe neema Bwana. Nipe neema mfalme wa falme. Nipe neema Bwana Mungu wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, tupe neema yako. Kama kuna magonjwa, kama kuna hatima mbaya, kama kuna wakati ambao tunahitaji upako, ni wakati wa sasa. Na kama kuna wakati ambao tunahitaji Bwana lile kusudi lako likatimie, ni wakati wa sasa. Na ndio maana Daudi akaona ya kwamba umefika wakati ambao Bwana umemtendea, na ndio maana akasema, fadhili zako Bwana
nitazimba milele. Kwa kinywa changu nitatangaza uaminifu wako. Na ndio maana kaona umemtendea. Na mahali pengine Daudi akasema, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu niongoza. Akajua ya kwamba wewe ndiwe kila kitu. Bwana tusaidie kulifikia ile kusudi lako, hata kama magonjwa yatapita hapo kutuzuia Bwana, hata kama madhabahu za giza zitapita hapo kutuzuia, lakini tupe neema Bwana, tupe neema, tupe neema. Mwambie Mungu ninaomba niandae, mwambie Mungu naomba niandae, niandae Bwana, niandae Bwana, niandae kwa upako wako, niandae kwa upako wako, niandae kwa upako wako. Wakati mwingine mambo makubwa yanakuja, tunashindwa kuvumilia kwa sababu upako ni mkubwa, tunashindwa kuusimiri, tunashindwa kubeba. Bwana tupe neema ya kuandaa, tujiandae na upako wako kashuke, ili Bwana ule uweza wako ukathibitike kwetu. Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie. Baba, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu tusaidie Bwana. Teule wako amesimama hapa, umemfikirisha Bwana, ameongea nasi kama kanisa ya kwamba Bwana maandalizi Bwana, lakini kuna changamoto hapo ili kufikia upako kwa jina la Yesu Kristo. Daudi alipitia changamoto wakati amekutana na Mfilisti yule wa Gathi yule Bwana Goliathi alikutana na changamoto. Alipokutana na changamoto wakasema ya kwamba, je, Daudi utaweza kupigana na Goliathi? Watu walimdharau kwa sababu walijua ya kwamba ni yeye atakayepigana, lakini Mungu alimwandaa Daudi kwa upako, alimwandaa Daudi kwa upako. Kule alipokuwa Bwana, alipokuwa machungani, Mungu alimwandaa Daudi kwa upako wake. Na ndio maana Daudi alijiamini, kwa sababu upako ulikuwa pamoja naye kwa mambo yale makubwa. Mungu tuandae Bwana, tunapoendea mambo makubwa, upako wako ukawe pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Upako wako Yesu ukawe pamoja nami, ukawe pamoja nasi, ukawe pamoja nasi, ukawe pamoja nasi. Maana mwisho wa siku Goliathi alimcheka Daudi, aliona yana kwamba akakajijamaka, akakajitwaka, nitakamaliza tu, akakajitwaka, akatajata kwenye kiganja, nitakuwa nimeshakamaliza. Kumbe alijidanganya, ukubwa na umbo si kitu. Kumbe Mungu alimwandaa, Mungu akampa upako Daudi wa kumshinda Goliathi. Nami ninaomba upako wako wa kushinda yale mambo makubwa, ya kushinda, ya kulifikia ile kusudi. Hebu mwambie Mungu, Mungu. Daudi, mtumishi wa Mungu amesema Daudi alienda kwa Mungu, aliongea na Mungu kana kwamba ni rafiki yake, walizungumza na Mungu kana kwamba ni rafiki yake. Na wewe leo mwambie Mungu, ninaomba upako. Na watoto omba, mwambie Mungu, ninaomba upako wako wa kuweza kufika mahali ambapo unataka nifike kwa ajili ya kusudi lako, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba upako wako Bwana, naomba upako wako juu ya mama huyo, naomba upako wako juu ya mama huyo, naomba upako wako juu ya binti huyo, naomba upako wako juu ya kijana huyo, naomba upako wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ninasikia mtu mmoja, kwa jina la Yesu. Mahali hapa unapokea kwa jina la Yesu Kristo. Tunapokea upako Bwana kutoka kwako, ili tulifikie kusudi lako. Unataka kufika mbali, huwezi kwenda mbali bila uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu na ndio huo upako. Huwezi kufika huko kwa jina la Yesu. Mungu, tuko hapa Bwana kwa ajili ya maandalizi ya kupokea upako wako. Wakati mwingine Bwana tumepitia
changamoto nyingi, lakini Bwana tunasogea kwako. Ninaomba upako, naomba upako, naomba upako, naomba upako kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba upako wako Bwana katika jina la Yesu. Upako wako mfalme ukathibitike. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu aliye hai. Baba, tupe neema, tupe neema, tupe neema na hekima yako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Omba, 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 omba. Paza sauti yako, paza sauti yako, paza sauti yako, paza sauti yako. Ndio, paza sauti yako. Usinyamaze, usinyamaze. Sitamani kuona kijana amenyamaza. Sema, Baba, ninaomba nipe neema, nipe neema, nipe neema kufanya maandalizi, nipe neema kufanya maandalizi. Omba, 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 paza sauti yako, panua kinywa chako, sema Yesu, 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 nipe maandalizi. Naomba maandalizi ya kupokea upako huo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wakati mwingine unaweza ukajiona ni mkavu sana, ni mkavu, lakini isikiliza, ni kweli. Pengine maisha na dunia imetuchosha, imetuchokesha, tumejiona wakavu kana kwamba hamna upako, wakati upako huko ni wewe mwenyewe kufungua tu mlango, ni wewe mwenyewe kufungua mlango. Mwambie Mungu, ninaomba neema, naomba neema, naomba neema, naomba neema, naomba neema. Omba, 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 omba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Omba, 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 omba. Endelea kuomba, mtu wa Mungu, endelea kuomba, mtu wa Mungu. Usinyamaze, endelea kuomba. Usinyamaze, endelea kuomba. Usinyamaze, endelea kuomba. Usinyamaze, endelea kuomba. Kila mtu aombe, kila mtu aombe. Hebu omba, 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 omba kwa nafasi yako. Omba, mwambie Mungu, nipe neema, nipe neema. Omba, omba, omba. Mwambie Mungu, nipe upako, nipe upako. Tunafanya maandalizi hapa Bwana ya kupokea upako wako. Tuko tunafanya maandalizi. Ukitaka kujenga nyumba lazima ufanye maandalizi. Ukitaka kupokea upako lazima ufanye maandalizi. Mwambie Mungu, kama kuna chochote ambacho kilikuwa kinakwaza ndani ya moyo wangu, ninakiachilia, ninakiachilia. Open my heart, open my heart. Moyo wako uwe empty sasa. Moyo wako ruhusu uwe empty. Ruhusu moyo wako empty my heart in Jesus name. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wako wapi? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wako hapa kina dada watakaoomba, wako hapa kina dada watakaoomba kwa jina la Yesu Kristo. Wako hapa kina dada watakaoomba, wako hapa kina dada watakaoomba kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wako hapa kina dada watakaoomba. Hebu omba, 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 omba. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Rabo shikatara mama rakasekete kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wako wapi? Wako wapi? Hebu simama, omba. Mwangilie Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Endelea, 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 endelea. Pokea upako, endelea kwa jina la Yesu Kristo. Usinyamaze kwa jina la Yesu. Rabo shikatara mama kwa jina la Yesu Kristo. Tunapokea hiyo neema, tunapokea upako wako, ule upako wa Alfa, ule upako wa Omega. Tazama Bwana, leo ni siku ambayo Mungu tunaandaa maandalizi ya kupokea upako, ya kupokea upako, ya kupokea upako ili kulifikia lile kusudi lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba. Ramamamama rabobobo shikata ramashekete kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunafanya maandalizi yako, tunapokea upako wako, tunapokea upako, tunapokea upako. Endelea kuomba, omba, 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 omba. Haya, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema, hiyo neema. Pokea huo upako wa kufikia ile kusudi lako. Inawezekana mwezi wa kwanza umepita, inawezekana mwezi wa pili umepita, inawezekana wa tatu kapita, lakini leo mwezi wa 12 tunapenda kumaliza mwaka. Haiwezi kapita hivyo. Ni maandalizi ya kupokea ule upako kwa jina la Yesu. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu Kristo. Receive, receive, receive anointing, receive anointing kwa jina la Yesu Kristo. Tunapokea, tunapokea, tunapokea kutoka kwako ya kwamba Bwana tuko kwenye maandalizi, tuko kwenye maandalizi na upako wako Bwana umekwisha kushuka kwa jina la Yesu. Omba, 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 omba. Piga magoti hapo, omba, 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 omba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Pray, 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 pray. Sema Bwana, niko hapa. Unajisikia kuomba, omba, omba, usijizuie. Omba, 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 omba. Sema Bwana, niko hapa, niko hapa, usinipite, niko hapa kwa jina la Yesu Kristo.
Kama kuna mtu amekuja kwa ajili ya ibada, ataomba kwa sababu hujalazimishwa kuja. Mungu anataka uombe, mwambie Bwana, niko hapa, ninapokea upako, ninapokea upako. Ni maandalizi ya ku receive anointing, receive anointing. Haya, omba, mwambie Mungu, niko hapa Bwana, niko hapa Bwana, niko hapa kwa jina la Yesu Kristo. Niko hapa mfalme, niko hapa mfalme, niko hapa mfalme kwa mamlaka ya jina la Yesu. Niko hapa Jehova, niko hapa Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova Jile, Jehova kwa jina la Yesu Kristo. Receive anointing kwa jina la Yesu. Omba, usinyamaze. Kile ambacho ulishindwa, Mungu akakupe neema ya kupokea upako. Ni maandalizi tu. Baba, rababoshi katara mama rababoshi kataribo ramomoshi kata, katika jina la Yesu Kristo. Ni maombi yangu Bwana, utasimama pamoja na watoto wako. Yesu, simama pamoja na mama huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni maombi yangu Bwana. Pokea sasa ile anointing ya kushinda yale yaliyokuwa makubwa, yale yaliyokuwa magumu. Mungu akakupe neema ya kushinda kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu akupe neema ya kushinda katika jina la Yesu. Mungu akupe neema. Na kata kila madhabahu, na kata nguvu za giza, na kata mapando yao, na kata ngome zao, na kata ira zote, mipango yote, madhabahu zote za yule mwovu kwa jina la Yesu. Baba, asante. Ile neema yako ya kufikirika ikadhibitike mahali hapa Bwana. Tuna receive your anointing, tuna receive your anointing, tuna receive huo upako, tunapokea huo upako. Na mama huyo Bwana akapokea maradufu, jinsi ya kuenenda, jinsi ya kuishi, jinsi ya kufanya, akapokea kwa jina la Yesu. Pokea your anointing in Jesus name, pokea your anointing in Jesus name. Baba, asante. Ni maombi yangu. Omba, mwambie Mungu, niko hapa, 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 mwambie Baba, niko hapa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea your anointing in Jesus name. Receive your anointing. Pokea upako wa kutuweza, kutufikirisha na kutufikisha pale ambapo Mungu anataka tufike kwa jina la Yesu Kristo. Daudi hakuweza kuvuka bila upako wa Mungu, bila upako wa Yesu. Na ndio maana sisi Bwana tuna receive anointing. Ndio, omba, endelea kuomba. Ramamashikatara kwa jina la Yesu Kristo. Asante Roho wa Bwana, asante Roho Mtakatifu, asante kiongozi mwema, asante Roho wa Bwana. Kuna Mungu anaenda kuwainua watu mahali hapa, wale ambao ukufikiria, wale ambao ukuzania. Sikiliza, mwaka huu unapoishi, unapopinduka, hawatakuwa kama walivyo, kwa sababu Mungu amewapa anointing double, amewapa upako kama wa Daudi. Wanaenda kuinuliwa kama Daudi, wanaenda kukaa juu kama Daudi. Ramoshikata karamashikete kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante Roho Mtakatifu, asante kwa kusema nasi, asante kwa kusema nasi. Wakati mwingine kwa akili zetu tulichoka, wakati mwingine kwa nguvu zetu tulichoka kabisa Baba, tulichoka. Lakini Mungu, wewe ulisimama upande wetu, ukawa pamoja nasi Baba, ukawa pamoja nasi Mfalme, ukawa pamoja nasi, ukatuvusha. Ninaamini Mungu utatuvusha tena, utatuinua, utakuwa pamoja nasi. Asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Bwana. Hatuwezi ingia madhabahuni hapa tukatoka bure. Mungu, wewe unalo neno juu ya maisha yetu. Mungu, unalo neno juu ya maisha yetu, na neno lako Bwana umelituma, hujalituma bure Bwana. Ulilituma kwa ajili ya dada huyu, ulituma kwa ajili ya mama huyu, ulituma kwa ajili yangu, ulituma kwa ajili ya mtoto huyu, ulilituma
ametuma kwa ajili yetu. Tuna receive anointing, tuna receive upako, tunapokea upako. Tunapokea upako. Hata kama wengine hawakuweza kunena kwa lugha, Mungu atawapa neno, atawapa lugha ambazo hawajawahi kuzijua, hawajawahi kuzinena. Watu watazinena kwa jina la Yesu. Utanena hiyo kwa lugha, usijizuie, utanena kwa lugha hiyo ambao hujawahi kunena, kwa sababu upako umeshuka na Mungu hawezi kuzuilika na upako wake. Ukishuka, Yesu anaenda kufanya kama yeye atakavyo. Hatukutakiwa kuomba, lakini Mungu ametupa neema. Hatukutakiwa Mungu amekupa neema. Hebu jimimine mbele za Bwana, jimimine mbele zake. Asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho wa Bwana, asante Mungu mkuu, asante kwa sababu Mungu, katikati ya changamoto nyingi, wewe bado ulikuwa nasi. Roho Mtakatifu shuka. Wale ambao Bwana hakuweza hata kuongea, hawakujua hata waseme nini, Roho Mtakatifu wape maneno sasa, wape maneno yako, wape maneno yako. Ndio Bwana, wape maneno yako sahihi, wape maneno yako sahihi, wape maneno yako sahihi, wakaongee hata kwa lugha wasizozijua. Wape maneno yako sahihi, wape maneno yako sahihi, wape maneno yako sahihi, wape maneno yako sahihi. Wakanene hata kwa lugha wasiojua. Ndio Bwana, ndio. Wape maneno yako sahihi, wape maneno yako sasa hivi. Wakanene hata kwa lugha zile ambazo Bwana hawajawahi kuzinena. Hata ikiwa Kiingereza, it is okay. Bwana, ikiwa ni lugha za malaika sawa. Wakanene kwa lugha zako ambazo Bwana hawakuweza kuzinena, kwa sababu Bwana umetupa new anointing, upako mpya wa kutembea kama Daudi, wa kutembea kwa uvu, wa kutembea kwa ujasiri kama Daudi. Daudi alitembea kwa ujasiri, akijua naye Mungu, Mungu alimwandaa Daudi kwa sababu ya upako ule Daudi ambao alikuwa anatakiwa utumie. Baba asante, Yesu asante. Endelea kuomba, usijizuie. Ndio Bwana, Mungu anakupa new position. Asante Jesus, asante Yesu, asante Bwana. Ule upako asante Yesu, ule upako wako Bwana, ule upako raboboshikarama, ule upako wako unajidhihirisha na unashuka. Zile nguvu zako Bwana zinajidhihirisha na zinashuka. Nani awezaye kuzuia? Nani awezaye? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rabobosh. Sante Roho Bwana, sante Roho Bwana, sante kwa lugha yako, sante kwa lugha yako, sante kwa lugha yako, sante Roho Mtakatifu, sante kwa upako, sante kwa upako Bwana. Wewe ni Alfa, wewe ni Omega, wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho. Baba asante, tunakushukuru Mfalme, tunakushukuru Mungu wetu, tunakushukuru Baba yetu, tunakushukuru wewe Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Hivyo hapo ulipo, hebu nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante kwa kusema nami. Mwambie tu Mungu asante kwa kusema nami. Mungu hajasema na mtu mwingine, amesema na wewe. Mungu anasema nalituma neno huwaponya, huwatoa katika maangamizo. Mwambie Mungu asante, umesema na mimi, ninaomba neema yako. Baba asante, nalibariki jina lako, nalitukuza jina lako. Pokea utukufu na heshima. Mshukuru Mungu. Ukijisikia kutoa sauti, kutoa machozi, usijizuie. Wewe mshukuru Mungu, mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Ninakushukuru, umesema nami. Umesema nami. Ndio Bwana, ndio Bwana. Katika changamoto zote Mungu yuko pamoja nawe.
Katika kila hali unayopitia, Mungu yuko pamoja nawe. Katika kila sekta unayopitia, Mungu yuko pamoja nawe. Nami ninawabariki, ninakubariki ya kwamba wakati tunapomaliza mwaka huu, Mungu akatuweke kwenye viwango visivyokuwa vya kawaida, tukatembee na upako wa Kristo kama Alfa, tukamalize na upako wa Kristo kama Omega, kwa sababu upako wake utatubeba kila mahali tutakapo kwenda. Jesus, asante Roho wa Bwana, pokea utukufu, pokea heshima. Ninakushukuru Bwana, ninalibariki jina lako. Ni wewe tu mfalme, ni wewe tu Mungu aliye hai, ni wewe tu mfalme, ni wewe tu Bwana Mungu wa majeshi, ni wewe tu mtakatifu wa watakatifu, ni wewe tu Mungu aliye hai, uliyeziumba mbingu na nchi. Ni kwa utukufu wako Bwana tunaomba, ebu Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu kwa dakika chache. Endelea kumshukuru Mungu, endelea kumshukuru Mungu. Mshukuru tu Mungu kwa dakika chache, kwa dakika chache tu, dakika chache hizo ambazo umepewa. Mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante, mwambie Mungu asante. Baba, ninakushukuru. Kuna wengi walitamani wafike, kuna wengi walitamani wawepo hata siku ya leo, lakini hawapo. Hebu jifikirie, kwa mwaka huu wangapi hawajafika tarehe kama ya leo? Jifikirie, wangapi walitamani wafike tarehe 21 ya mwezi wa 12 hawajafika. Alafu wewe Mungu amekupa neema ya kufika hapa, au amekupa neema ya kuingia hemani. Wangapi walitamani waingie hawajaingia? Mwambie Mungu asante. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu hata kwa mwaka huu ulioisha. Mshukuru Mungu, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa mwaka 2025. Ninakushukuru kwa mwaka 2025. Umenilinda, umenifikisha tarehe ya leo mwezi wa 12. Haikuwa rahisi. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante. Ninakushukuru kwa mwaka huu 2025. Ninakushukuru, ninakushukuru, ninakushukuru. Mshukuru tu Mungu, mwambie Mungu asante. 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 Wengine waliumwa, wengine walikufa, wengine walitoweka kabisa kwenye uso wa dunia, lakini wewe Mungu amekupa neema. Mwambie Mungu asante. Mshukuru tu, mshukuru tu. Mwambie Mungu asante kwa mwaka 2025. Asante Bwana. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha moyo wangu, inakuabudu nainua mkono na kuinulia mikono yangu juu. Neema ya Mungu ni kubwa mno, inauisha moyo wangu, ninakuamini, nainua mkono yangu na kuinulia mikono yangu juu. Mikono yangu, oh, ninauisha moyo wangu, ninakuamini Yesu, nakuabudu na kuinulia mikono yangu juu. Unaweza ukachukua nafasi yako sasa. Asante Yesu, tutabaki na yeye. Thank you Jesus. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Baba, ninakushukuru. Asante Yesu, unastahili Yesu. Asante Roho Bwana. Thank you Jesus. Thank you Jesus.
Simama sasa, tuimbe tenzi ya mwisho tunapohitimisha. Thank you Jesus. Ee Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ee Bwana unipandishe. Ee Bwana, Ee Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ee Bwana, Ee Bwana unipandishe. karibu mhubiri, simama hapa na mwongoza ibada, karibu simame hapa. Wakati tunaimba sasa, tunasalimiana mikono yetu. Haleluya. Wakati tunasalimiana mikono yetu. Haleluya. Ee Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza adui, wakazama kama risasi ndani ya majima. Ee Bwana, Ee Bwana, miungu yote ni nani aliye kama wewe? Utukufu katika utakatifu, mwenye kuogopa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza adui, wakazama kama risasi ndani ya majima. Uinuliwe, uinuliwe Yesu, wewe wema. Uinuliwe Yesu, wewe wema. Utukuzwe, utukuzwe Yesu, wewe wema. Usujudiwe, usujudiwe Yesu, wewe wema. Yes, Lord. Tuseme neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Nasi enendeni kwa amani ya Bwana. Amen. Basi naomba vijana tuonane hapo nyuma kidogo na wale wageni. Naomba vijana na wageni tuonane hapo nyuma kwa dakika chache. Naomba vijana tuonane pale nyuma tafadhali. Vijana wote naomba tuonane hapo nyuma kwa dakika chache. Naomba tuonane hapo nyuma. Amen. Yes. Imekuwa baraka na ni njema. Mungu ametuwezesha, tumemaliza ibada salama. Tunajiandaa kwa ibada nyingine ya Jumapili ijayo. Usipange kukosa. Njoo na rafiki yako. Tukutane hapa. Bye bye.